Ni Mei Mosi ya wafanyakazi. Kila ifikapo mwezi wa 5 tarehe 1 ya kila mwaka, wafanyakazi huadhimisha siku hii. Siku hii ilianza kuadhimishwa rasmi mwishoni mwa karne ya 19, ikichochewa na mapambano ya wafanyakazi nchini Marekani waliodai haki ya kufanya kazi kwa saa 8 kwa siku. Mwaka 1886 maandamano makubwa yalifanyika mjini Chicago, ambapo wafanyakazi waligoma wakitaka mazingira bora ya kazi, jambo lililosababisha machafuko makubwa yaliyokuja kujulikana kama High Market Affair. Kutokana na harakati hizo, mwaka 1889 mkutano wa kimataifa wa vyama vya wafanyakazi ulitangaza rasmi Mei 1 kuwa siku ya kimataifa ya wafanyakazi. Je, unaufahamu mwanzo mpya katika harakati za haki za mfanyakazi Tanzania? Tanzania chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilirithi urithi wa ukoloni uliokuwa umejenga mifumo ya kazi isiyo ya haki. Harakati za kuunda vyama vya wafanyakazi zilianza mapema kabla ya uhuru, ambapo mwaka 1955 Tanganyika Federation of Labor TFL ilianzisha ikiwa chombo kikuu cha kuwakilisha sauti ya wafanyakazi waliokuwa wakinyonywa na wakoloni. Baada ya uhuru mwaka 1961, Tanzania ilianza kujenga taifa lenye misingi ya usawa na haki za kijamii. Vyama vya wafanyakazi vilifanyiwa mageuzi na mwaka 1964 Union of Tanganyika Workers JUATA kilianzishwa kuwa chombo rasmi cha wafanyakazi. Baadaye kikabadilika na kuwa Tanzania Federation of Trade Union na hatimaye TUSTA, Trade Union Congress of Tanzania, ambacho ndicho chombo mama cha vyama vya wafanyakazi hadi leo. Leo hii Mei Mosi imebeba sura mpya katika taifa la Tanzania. Ni siku ambayo mikoa yote huandaa maandamano ya wafanyakazi, wakionyesha mshikamano wao, wakitoa ujumbe kwa serikali na waajiri, na pia kusherekea mafanikio yaliyopatikana. Katika hotuba rasmi, viongozi wa serikali hutumia siku hii kutoa tathmini ya hali ya ajira, mishahara na sera zinazowahusu wafanyakazi. Hata hivyo, kuna hatua nzuri zilizopigwa, ikiwemo ongezeko la ajira kwa vijana, maboresho ya mifumo ya hifadhi ya jamii na ushirikiano kati ya serikali, waajiri na vyama vya wafanyakazi. Hii ni hatua muhimu anayojivunia kila Mtanzania. Siku ya wafanyakazi duniani sio tu siku ya mapumziko, bali ni nafasi ya kutafakari, kukiri na kutathmini kwa kina kuhusu hali ya mfanyakazi wa kawaida. Je, anathaminiwa? Anapewa haki zake? Mazingira yake ya kazi ni salama na ya haki? Kwani hakika ya haki huvutia amani. Kwa Tanzania, Mei Mosi ni alama ya matumaini na mwendelezo wa harakati za kuimarisha utu na thamani ya kazi. Ni siku ya kuwakumbuka wale waliopigania haki hizi, na pia kuamsha viongozi na jamii kwa ujumla kwamba maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana bila kumjali mfanyakazi. Kama Walumbi wasemavyo, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Katika kuadhimisha Mei Mosi, Watanzania wanakumbushwa kwamba kazi si adhabu, bali ni heshima. Mfanyakazi wa Tanzania, kutoka mkulima, mwalimu, dereva hadi mfanyakazi wa kiwandani, anastahili kuthaminiwa. Na taifa linapojenga dira ya maendeleo ya kidijitali na kiuchumi, lazima msingi wake uwe ni mfanyakazi mwenye furaha, haki na mazingira bora ya kazi. Mei Mosi ni siku ya wafanyakazi, ni siku ya kujivunia, lakini pia ni siku ya kuchukua hatua, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu, uchaguzi mkuu 2025, utuletee viongozi wanaojali haki na masilahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Mwandishi wa makala hii ni Mahir Saidi Hamadi na msimuliaji wako ni Ilham Mahmud Mohamed, Leaders TV.